Mstari wa 20. Ndio. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mungu wa kwanza kumuoa mwanamke ili aje kuwa msaidizi wa nani? Wa mwanamume wa kufanana naye. Umesikia mama? Amen. Ndugu, umesikia? Usione mambo yako ukabila kwetu. Bila letu sisi wanaume hatunaga heshima naye. Unasikia nimekukalia wewe. Amesema akuonekana wa kufanana. Mungu anamtafuta kufanana na nani? Wa kufanana na huyu, wa kumsaidia. Kuna vitu huyu haviwezi kwenda bila kusaidiwa na wewe. Kuna vitu huyu haviwezi kuendelea bila kusaidiwa. Hata kazi ya Mungu haiwezi kwenda bila msaada wako. Hata shamba haliwezi kwenda bila msaada wako. Hata kilimo, hata mifugo haiwezi kwenda bila msaada wako. Hata kujenga nyumba haiwezi kwenda bila msaada wako. Na ndio maana Biblia inasema mwanamke mwenye akili anatafuta kazi yenye faida, anaifanya kazi yenye faida, afanye kazi ambayo ina faida. Maana mwanaume ategemea akili ya mwanamke ili apate kuona kazi yenye faida. Amen. Kuonyesha kazi yenye faida ni wewe kujua maisha yake. Amen. Ungekuna unaelewa ungepiga makofi kidogo. Amen. Toko maoreo. Hujawahi kuingiza faida yoyote kwa mume wako. Wewe ni golikipa akupasue mpira upokee. Yaani wewe uelewa, yani hauna wazo lolote, hauna ushauri wowote, yaani unajua kupika na kupakua full stop. Hiyo sio ajenda ya Mungu. Amen. Ajenda ya Mungu uwe msaidizi wa mwanaume kwa kila jambo, kwa kila kitu, kwa kila jambo. Nataka nigeuze mioyo yenu kwa jina la Yesu. Zile ndoa ambazo zilikuwa katika hali ya kufa, leo zifufuliwe kwa jina la Yesu. Leo zifufuliwe kwa jina la Yesu. Mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Amina. Yes. Unapomwona mwanamke, maana umeona kwamba huyu haji kukaa ndani ya nyumba, inabidi aje kukusaidia. Leo kuna tabia wanaume na dharau wanawake. Wanawake wanataka kupiga damu. Wanawake wanataka hawana samani. Yaani mwanaume hamshirikishi chochote mwanamke. Anamuona kidogo, alafu ndo anaanza kuharibika, vipi inaanza kuinuka. Wanasema huyu mwanamke mbaya, huyu mwanamke hafai, ufai wewe. Kwa maana Biblia imesema inabidi kuishi na wanawake kwa akili. Kama hauna akili huwezi kuishi na mwanamke. Unahitaji uwe na akili. Amina. Waswahili wanakuambia hakuna mkate mgumu kwa chai. Kuna namna hauko sawa. Ndio maana mambo hayaendi. Kama nafasi yako wote. Amina. Kwa nini unapuuza wanawake? Yanampi samani mwanamke, ampi kuongea mwanamke, ampi nafasi mwanamke, anampuuza mwanamke, anaoa kama kifurushi, eti wa kufua nguo, eti wa kupiga deki, eti wa kupika, eti ni wa kuyani, ni vitu vya ajabu. Mwanamke ana nafasi yoyote nyumba yake. Ndio maana ndoa nyingi zinakufa kwa sababu nafasi ya mwanamke inapotea. Mungu akumfanya mwanamke adepesheke, akumfanya mwanamke aje kuwa shida, akumfanya mwanamke aje kuwa mbombo, alimfanya mwanamke ili muweze kusaidiana, alafu mfanane. Amen. Amen.